Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ametangaza kukamatwa kwa watu 18 waliohusika na uchomaji wa moto unaoendelea na ambao umeleta madhara makubwa nchini Israel. Hata hivyo, chanzo cha moto huo mkubwa ambao umesababisha uharibifu mkubwa katika eneo la milima ya Yerusalemu bado hakijafahamika, licha ya kwamba watu ambao wamedaiwa kuhusika wamekamatwa. Waziri Mkuu Netanyahu amesema kuwa watu 18 wamekamatwa kwa tuhuma za uchomaji moto na kuongeza kuwa mmoja wao alinaswa katika kitendo hicho Alhamisi alasiri kwenye maswali wakati anahojiwa. Walakini vyanzo vya polisi vilisema kwamba walishangazwa na madai haya, kwani walijua tu watu watatu waliothibitishwa. Chanzo cha moto huo mkubwa ambao umesababisha uharibifu mkubwa katika eneo la Jerusalem Hills bado hakijafahamika hadi wakati huu. Mmoja wa washukiwa waliokamatwa ambaye kuzuiliwa kwake kuliripotiwa siku ya Jumatano alilalamika kujaribu kuwasha moto zaidi kusini mwa Yerusalemu baada ya moto huo kuanza kuwa tayari kuwaka. Mamlaka inaendelea na uchunguzi wao, huku timu za zimamoto zikifanya kazi kubaini maeneo ya asili ya moto huo ambayo baadhi yao yameonekana kuwa magumu kufikika. Katika hotuba yake wakati wa kufunga maswali ya kimataifa mjini Yerusalemu, Netanyahu alichukua muda kusifu juhudi za vikosi vya kuzima moto na uokoaji, akinukuu Biblia akisema, moto unavyoteketeza msitu na miali ya moto inavyowasha milima, na kuongeza, nataka kueleza uungaji mkono wangu kwa vikosi vya zimamoto na wale wote wanaosaidia katika ulinzi wa nchi. Tumeweka kizuizini watu 18, mmoja wao alikamatwa akiwa katika tukio hilo, anasema Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, Netanyahu pia alizungumzia suala la uchochezi kutoka nchini Palestina kupitia mitandao ya kijamii akisema, wakati wakidai kuipenda ardhi hii, matamshi yao ya uchochezi yanazungumzia kuchoma ardhi. Sisi ni wapenzi wa kweli wa ardhi hii na sisi ndio tunailinda. Moto huo ulianza mapema Jumatano asubuhi, umeteketeza takribani ekari zaidi ya 5,000 za ardhi katika milima ya Yerusalemu na kuharibu vibaya hifadhi ya Canada na misitu inayozunguka. Vikosi vya zimamoto vikiwa na vitengo 98 uwanjani vinaendelea kupambana na moto huo pamoja na vikosi vya IDF na Homs Front Command. Mamlaka ya zimamoto na uokoaji nchini humo imetangaza baadaye siku ya Alhamisi kwamba moto mkuu ulikuwa umedhibitiwa. Utabiri wa upepo mkali katika saa zijazo ambao itafanya iwe ngumu zaidi kwa timu kuzima moto huo bado imesalia. Hali imekuwa mbaya zaidi katika maeneo mengi na ni kutokana na hali ya hewa ya uwepo wa upepo mkali. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.